Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wangu, habari za kuamka asubuhi ya leo. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze, na mimi niko salama katika jina la Yesu. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu mwanamke kutokupata mume au mwanaume kutokupata mke. Nikasema kwamba ni vifungo ambavyo shetani huwa anaviandaa. Lakini maneno yetu mazima tunazungumzia kwamba kuhusu kuwekwa huru au kuhusu kufunguliwa. Na tumeanza au tumejikita kuangalia hili somo katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 30 na mstari wa kwanza. Hapo ndipo tunaangalia Mungu anataka nini na Mungu ana ahadi gani kwenye maisha yetu sisi kama wanadamu. Na jana nilizungumzia kidogo kuhusu mwanamke kupata mchumba au binti kupata mchumba, na mwisho wa siku uchumba unavurugika, huolewi, uko pale pale nyumbani. Kwa hiyo nikasema kwamba sio baraka kutoka kwa Mungu, hapana. Ni kwa sababu kuna roho ambazo zimekuandama, kwa sababu kuna roho ambazo zinakusumbua, zinakutesa. Mungu anatakiwa kufungue katika jina la Yesu ili uwe salama. Na kuna roho zingine ambazo zinawafunga wanawake na wanaume pia wanafungwa na roho hizi. Roho ya majini mahaba. Wewe uko ndani ya nyumba umelala, unalala unafanya tendo la ndoa na mwanaume usiyemjua. Na kuna wengine hata mpaka unaweza kaona kama unafahamu na sura yake. Sura yake inakuja kabisa unamfahamu, lakini sio yeye, sio uhalisia. Maana yake hiki nacho ni kifungo ambacho shetani anakitumia sana kwa ajili ya watu ambao wanasumbuka na kuteswa na kuonekana wamefungwa katika vifungo hivi. Unalala unaota unatembea na mwanaume, na asubuhi ukiamka kabisa unajikuta umechafuka kabisa. Yaani ni kama ulivyokuwa ukifanya, ni kama kabisa, na mpaka unaona mwenyewe unavyompa ushirikiano, lakini ni jini. Lakini pia hata kwa wanaume, kuna wanaume na wako hivyo, analala naota anatembea na mwanamke, na akiamka asubuhi anajikuta ameharibu mashuka, ameyachafua kabisa. Ni nini hiyo? Ni roho. Hiyo ni roho. Na mwanamke akiwa na pepo hili, akiwa na jini mahaba, huwezi kuolewa ukakaa kwenye ndoa. Maana yake ukikaa kwenye ndoa, moja kwa moja lile jini halitakubali, utavurugana na mume wako na mwisho wa siku utaachana naye. Maana yake wewe katika ulimwengu wa roho sio mke wa yule mwanaume aliyekuoa, bali wewe ni mke wa nani? Wa jini. Na mwanaume ikiwa hivyo, na yeye ni hivyo hivyo, hawezi kukaa na mwanamke. Maana yake yale majini hayawezi kukubali uishi na mwanamke au hayawezi kukubali uishi na mwanaume. Kwa hiyo ninachotaka nikwambie ni jambo moja, kwamba ukimpokea Yesu Kristo, ukiombewa, hiyo hali inaisha na Mungu anakusaidia. Nilikuwa namwombea binti mmoja kutoka wilaya ya Sengere.